mama. Huyo mwingine ni mshambuliaji. Naye ni mshambuliaji. Kwa hiyo anakuja kuwa mshambuliaji wa 5 ndani ya kikosi cha Simba. Sasa yeye anahudumu kwenye nafasi nyingi kwenye ile idara. Okay. Anatazama kiungo mshambuliaji kwa maana labda pembeni au nyuma mshambuliaji. Yes. Okay, kwa hiyo Simba safari hii ina uchu na uchungu wa magoli. Wao wanataka kumsajili kama kiungo mshambuliaji. Kwenda kuongeza nguvu kwa Morris Abraham na Nio Maema. Kuna Jean Charles pale. Jean Charles ni Mtanzania au ni wa nje? Sasa hapo nitakuwa nishamaliza kila kitu nitasema. Okay, utasema. Yaani kama ni wa nje, kwa hiyo nilikuwa naifikiria nafasi ya Jean Charles Ahoua. Jean Charles kuna muda sasa ana push kuondoka, lakini inawezekana ujue kocha mpya kabadilisha mawazo. Kwa sababu katikati pale kwa nafasi ya kucheza chini ya Dimitri Pantev. Ndio. Na hata muda mchache ambao alikuwa anacheza pia alibadilisha nafasi na majukumu kutoka kucheza kama kiungo mshambuliaji kama inside 10 mpaka kurudisha kama central midfield, kitu ambacho kilikuwa hakimpi uwezo au nafasi ya kuonesha kitu chake bora, ambacho ubora mkubwa wa Jean Charles ni pale ambapo anakuwa karibu na goli. Mtikao nafasi nzuri na kufunga magoli. Kwa hiyo kimfanya cheze kama namba 8, na kuna eneo ambalo ubora wake unaupunguza. Alikuwa hana furaha chini ya Pantev. Lakini baada ya Pantev kuondoka, inawezekana labda mawazo kabadilika, japokuwa nafasi pia ambao ametumika juzi. Alitumika kama winga wa kushoto. Okay, kwenye mapinduzi. Mapinduzi ya mechi ya Azam. Ile nafasi ikamfanya awe huru. Na kwa jinsi ninavyomuona Steven Becker, kwa namna yoyote ile Nio Maema atacheza sana kwenye ile eneo la kiungo mshambuliaji hasa namba 10. Ni mchezaji kwa sababu ni mchezaji ambaye anamfahamu. Kumbuka Steven Robert Becker ni Mwafrika Kusini. Kutoka Stellenbosch. Kwa anamfahamu Nio Maema vizuri, inawezekana kuliko kocha yote ambaye ashakupita Simba. Lazima tu watamtumia kwenye lile eneo. Na kama watamtumia kwenye namba 10, labda mtumie kama central midfielder. Japokuwa taarifa za kijeshi zinasema mwalimu anahitaji central midfielder mwingine. Kwa hiyo kama anahitaji kiungo wakati mwingine, maana yake anahitaji kumtumia Nio Maema kwenye eneo la namba 10. Okay. Hii itamfanya Jean Charles aende pembeni. Huko pembeni Jean Charles sioni kama ni ubora wake sana, kwa sababu si mchezaji ambaye akiwa na huo mpira mguuni labda ana ufundi mwingi wa kupunguza mabeki, si kushinda mipambano. Simoni kwenye hizo sifa. Ni mtu ambaye ana matukio yake. Sasa akiwa karibu na goli, zile free kick, cross kama zile, lakini kupambana mipambano, ampunguze beki, ampige chenga, ni vitu ambavyo huwa vifanyi sana. Na ukicheza eneo hili pembeni lazima uwe navyo. Sasa naona pia inawezekana ikampunguzia bora. Inawezekana pia tukodi kule kwenye kutokujisikia na furaha. Kwa kifupi Simba wapo bize, na huo bize pia umechangiwa na kile ambacho kimeonekana kwenye kombe la Mapinduzi. Kumbuka mwanzoni walisimamisha usajili, wakasubiri kwanza mwalimu aione timu. Na alikuwa ni ushauri mwenyewe Robert Kumlazi, yani Steven Robert Becker, kwamba anahitaji kuiona timu kwanza ndipo sasa aruhusu usajili uendelee kufanyika, na ameshaiona kwenye kombe la Mapinduzi. Na ameona kuna baadhi ya maeneo ambayo yanahitajika, ikiwemo beki wa kushoto, beki wa kati. Beki wa kushoto si ndo walimtangaza, kwa maana katika dirisha dogo walimsajili nani ule? Mligo Antonio. Na yuko peke yake upande. Kwa hiyo anataka kumongezea nguvu apate mbadala wake. Yes, badala wake mtu ambaye pia anaweza kumpa changamoto, kwa sababu kwa peke yako na mtu anaweza relax, lakini wewe na mtu kupambania namba. Ndio maana katikati hapa alikuwa anataja Nixon Babage. Tetesi ziliboka sana hapo jana. Lakini mtu mwingine anamhitaji ni beki wa kati. Ameumia brother Kamza. Hivi sasa Simba na beki kwa wale waandamizi ni watatu: Chamu, Nangu na Rushin. Ukimwacha Masinde bado ni junior, haja mwandamizi wa kutosha. Chamu kesi zake ndo hizi, ni mtu ambaye anachelewa sana kwenye matukio, kwenye mpira wa kasi. Na ile kuchelewa kwenye matukio namfanya afanye madhambi mengi, ikiwemo juzi hapa baki kidogo tu alibiwa kadi nyekundu. Lakini nakumbuka pia mechi ya Gaborone, mechi ambayo alitabia penalty ambayo ilipelekea Gaborone kupata kuweza kusawazisha. Kwa nini huwa anafanya hivyo? Ni kutokana na umbile lake. Amekuwa ni mzito, ana kasi, kwa hiyo inamfanya kwenye matukio huwa anachelewa. Na akichelewa kwenye tukio, akianza kulifukuza, option sahihi ya kuzuia ni kufanya fouls, ambazo watu mwingine zinamfanya pata kadi nyekundu labda au asababishe penalty. Kwa mwalimu pia anahitaji beki mwingine wakati. Eneo lingine ni kiungo wa katikati, kwa maana ya central midfield. Eneo ambalo anahudumu Alassane Kante, kuna ndio pia Nabi Kamara, pia anahitaji mtu mwingine. Eneo lingine ni kiungo mshambuliaji. Sasa ndio huyo mtu ambaye anatajwa hapo, ambaye nitakuja kuambia siku si nyingi. Lakini na eneo la mwisho ni hayo maeneo ambayo Becker ameshauri kwamba Simba ikiwezekana waweze kumsaidia kupata watu.
Sawa, na Albert, tumeona Simba wanahusishwa sana, ama kwa maana dili la nyota ambaye alikuwa akimfanyilia majaribio Baraka Mwangosi na tajwa kuwa tayari lishafikia mwisho, na Simba wamefanya uamuzi wa kumbakisha kikosini hapo baada ya kufanya majaribio katika michuano ya Mapinduzi. Lakini Nsajigwa pia ametuambia kwa maana Simba kuna tetesi zinahusishwa kusajili mshambuliaji mwingine ambaye pia anacheza katika maeneo mbalimbali pale kwenye eneo la ushambuliaji, kiwemo kiungo mchezeshaji, kwa kiungo mshambuliaji, winga na nafasi hiyo ya striker moja kwa moja. Kwa hizi jitihada ambazo wanaziweka Simba kusajili washambuliaji ilhali tayari wanao washambuliaji watatu katika kikosi chao, una kipi ambacho unachokiona, na kwenye mapungufu ambayo yako haya washambuliaji pia yapo pale Simba? Binafsi kama hilo swali ungeniuliza mwishoni mwa msimu uliopita au dirisha kubwa, nasema Simba walikuwa wanahitaji washambuliaji, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita walitengeneza nafasi nyingi sana chini ya kocha Fadlu, walitengeneza nafasi nyingi sana, lakini Dese Mkwala pamoja na Antonani Ateba mbili walionekana kama ni masteka ambao wanakuwa wanapishana, kwamba leo akiingia huyu anafanya kile ambacho anakuja kukifanya huyu. Kwa hiyo ilionekana kabisa kwamba Simba kuelekea msimu huu walikuwa wanahitaji striker mwingine, lakini walimpata Jonathan Soa, wakampata na Selman Mwalimu ambaye tayari alikuwa na experience ya kutosha Wydad na alicheza kwenye mashindano ya klabu bingwa ya dunia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye profile yake kwanza ilikuwa ishakuwa, na hata ile uwezo wake binafsi tu ni tofauti na ambaye tulikuwa tunamuona Fountain Gate. Kwa hiyo binafsi mpaka sasa hivi sioni kama Simba walikuwa wanahitaji sana mshambuliaji. Sehemu ambayo Simba wanatakiwa kuwa makini sana kwenye usajili wao ni eneo la kiungo wa katikati. Hapo ndo Simba wana struggle sana, kwa sababu ukiangalia tangu Fadlu anaichukua timu mwanzo wa msimu, anakuja Pantev na sasa hivi anakuja Steven Becker, unagundua kiungo cha kati pale kuna shida sana. Ndio maana kuna muda inabidi labda mtumie Nabi Kamara. Kwa mfano Pantev alikuwa mtumia Nabi Kamara kama kiungo wa chini, kwamba yeye ndo aanzishe mashambulizi, lakini ukiangalia Nabi Kamara of course ni kiungo mzuri, lakini sio kiungo ambaye anaweza kukugarantii kwamba anaweza akawini mipambano yake au akaland the show kama ambavyo viungo wengine wanafanya, ukizingatia kwamba Simba anacheza kwenye level kubwa sana za mpira Afrika. Ukija kwa Alassane Kante, ni mchezaji ambaye inaonekana alikuja na fitness yake haikuwa sawa. Ni mchezaji ambaye alikuwa inabidi avumiliwe aende polepole na gain fitness, lakini bado unakuja kuona yeye Alassane Kante ni move box to box, sio kiungo wa chini. Ukija kwa Yusuf Kagoma, yeye ni kiungo wa chini ambaye progression yake sio nzuri. Kwa hiyo unajikuta kwamba Simba wana viungo wakati ambao wana sifa tofauti ambao ukiwaweka kwenye kikosi kimoja sometimes kuna kitu utakuwa na laka sasa kuelekea kwenye mashambulizi. Kwa ndio maana unakuta kuna muda Pantev alikuwa inabidi amtumie Morris Abraham, kwamba wewe ndio unashuka chini unapandisha timu kwenye mashambulizi. Sasa ukiangalia Morris Abraham yeye kiwalisia ni kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo unapomshusha chini na maanisha unapunguza hatari yake. Kwa hiyo unakuwa na viungo wawili wa chini ambao wana operate almost the same. Alafu unamlazimisha kiungo mshambuliaji ashuke chini, na maanisha tayari kwenye eneo lako la ushambuliaji unakuwa umeshapunguza kasi. Kuna muda kocha Fadlu kwenye zile mechi za mwanzo kabisa alikuwa anamtumia Jean Charles Ahoua kama ndo awe progressor wa timu, anashuka chini kabisa, ambaye naye ukiangalia ubora wake uko juu. Kwa hiyo sehemu ambayo mimi binafsi nahisi Simba wangefocus nao zaidi katika hili dirisha dogo, ingawa ni ngumu sana kupata wachezaji, ni eneo la kiungo wa katikati. Eneo la kiungo mshambuliaji wanao watu wengi sana. Wana Jean Charles Ahoua, wana Mpanzu, wana Kibu Dennis, wana Neo Maema, wana Bajabir na Bajabir. Yani wamesheheni, ni kwamba ni kutengeneza tu ile stability kwa washambuliaji, ndo the same hivyo. Lakini kiungo cha kati pale utataja kuna Nabi Kamara, utataja kuna Yusuf Kagoma, utataja kuna Alassane Kante, nani mwingine, ambao wote ni viungo ambao wana mapungufu mengi sana, ni viungo ambao wanatakiwa wavumilie sana. Kwa hiyo binafsi sioni kama Simba alikuwa na haja kubwa sana ya kusajili washambuliaji, lakini mwisho wa siku kwa Baraka yeye kwake ni move nzuri, kwa sababu unaenda kwenye timu kubwa, una train na wale, kwa hiyo kuna kitu kingine unakuwa unaongeza. Uwezi jua, labda inawezekana bahati yake anaweza kumuonesha mwalimu kitu cha tofauti, maisha yake akabadilikia pale pale. Lakini kwa Simba kama taasisi, wao wanatakiwa focus zaidi kwenye dirisha hili dogo kuangalia kiungo cha kati, kwa sababu hata aje kocha gani, naamini kama kiungo chako cha kati hakiko vizuri na kama unapoteza mapambano eneo la katikati,
basi huko kwenye hatari ya kupoteza mechi nyingi sana, hata kama kocha ni mzuri kimbinu kiasi gani, kwa sababu wachezaji ndio wanaoamua mechi ichezeje. Kwa hiyo kama viungo wako wanalega kidogo itakuwa ugumu sana. Sawa, ni kuhusiana na taarifa hizo hapo za usajili, kwa maana tetesi ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba. Sajigwa kabla hujaondoka kwenye tetesi yule niliowaahidi taarifa ishanifikia tayari. Okay, nipo tayari kuwaambia huyo mchezaji ni beki wa kati kutoka nchini Ghana, ni klabu ya Asante Kotoko. Na huyu jina lake anaitwa Samba Oneiri, ninaoza pia wa Asante Kotoko. Simba wanamhitaji kwenye mmoja wa mapendekezo ya kocha Steven Robert Becker kuhitaji beki wa kati. Simba ameangukia kwa huyu mwamba Samba Oneiri kutoka nchini Ghana ambaye anacheza klabu ya Asante Kotoko, na wanakabiliwa na upinzani mkubwa ikiwemo Azam Football Club. Na Simba na Azam wanachuana kuwania huduma ya nahodha wa Asante Kotoko. Yes, na Azam nao pia wanahitaji beki wa kati. Wana Elame Kilawe, wana Yolo Diaby, Mendoza, Landal Zuzwa. Yolo Diaby bado mashabiki wengi wa Azam hawana imani naye, amekuwa na makosa mengi sana. Landal Zuzwa kuna muda anahupa, kuna muda sio. Fuentes ndo beki pekee wa uhakika ndani ya klabu ya Azam, lakini issue imekuwa ni majeraha. Ndio maana wao pia wameingia. Fuentes Mendoza. Yes. Beki wa Heben wewe. Lakini issue za majeraha ndio zimekuwa shida. Hata hivi sasa nakosekana kutokana na majeraha. Kwa ndio maana wao wameingia vitani kwa ajili ya kugombania kuinasa saini ya Bwana Samba. Lakini mpaka muda huu kwa mujibu wa jasusi wangu, Simba wao ndio wanaongoza hiyo race ya kuweza kumwania Bwana Samba Oneiri. Kwa hiyo endapo kila kitu kikienda kama ambavyo kinaendelea hivi sasa, inawezekana muda si mwingi basi Bwana Samba Oneiri beki wa kati kutoka Asante Kotoko akatua Unyamani. Sawa, ni tetesi hizo za nahodha kikosi cha Asante Kotoko kutokea pale nchini Ghana, ambapo anatajwa kuhitajika na kikosi cha wekundu Msimbazi Simba. Huyu ni beki wa kati, ambapo kocha kama ambavyo ameeleza Nsajigwa, kwa maana Steve Baker aliainisha katika mahitaji ya maboresho ya usajili katika dirisha hili hapa dogo la usajili, basi pia anahitaji kuongeza nguvu katika eneo la kati. Je, beki huyo atafaa kuwalinda Simba? Tunasubiri kuona nani ana records gani. No, ana records kubwa sana. Lakini ana kwa maana haiba yake ikoje, sifa zake kiuchezaji. Yani beki wa kisasa ambaye kwa profile yake kumfananisha kama vile anacheza mtu kama Rickson Job au Frank Asiki, mabeki wa kisasa ambao anaweza kuwa na mpira mguuni kwa confidence hali ya juu, akakofa utulivu wanapofanya build up, usahihi wa zile pasi za kusogeza timu mbele, lakini pia uharaka wa kufika kwenye matukio. Na hii inawezekana ni upgrade ya Chamu. Yale kwenye udhaifu wa Chamu ndipo uimara ulipo wa Bwana Samba Oneiri. Na huyu ni raia wa Kongo lakini anacheza Asante Kotoko ya Ghana. Sawa, tunaendelea hapa kukuhabarisha kuhusiana na mengi yaliyotokea kwenye kipenga hilo, lakini pia mechi ya Algeria na Nigeria Super Eagles inaendelea. Dakika 29 anaonekana kama beki wa Algeria ameokoa mpira wavuni. Ile ni goli ama sio goli? Sio goli. Sio goli. Haijavuka mstari 100%. Okay. Niliona kwa macho yako wewe. Sawa, tusubiri mistari ya video sasa. Referee kuona nini ambacho kinaendelea. Mambo Stefan Aziziki. Na ilikuwa hivyo. Kama hivyo sasa, kama una Golden Technology tunaweza kulaumiana tu. Sawa, ndio tunasubiri kuona. Na wao pia watakuwa na kadiria imevuka hajavuka. Ile kwa ile teknolojia. Yani kwa maana hata hawana uhakika moja kwa moja, yani katika marejeo. Hapa na lisho utakuwa unaona vile vile. Okay. Itakuwa ni mwendo ukadiri japokuwa hao teknolojia ni kubwa zaidi, lakini imeamua kuwa si goli na Nigeria wakapata kona ambayo wameipiga sasa hivi. Ndio maana wenzetu kwa mataifa makubwa kama Premier League na wengineo wakaleta Golden Technology kwa sababu walijua kabisa VAR peke yake haiwezi kutosha kukupa. Na sisi kwenye michuano mikubwa kama hii AFCON CAF Champions League inahitajika. Ni gharama, lakini kama liga tu paka mdau hataki kwa sababu ya gharama si mchezo. Liga hawataki kwa sababu ya gharama. Alisema rais wa La Liga kwamba hawana Golden Technology kwa sababu ya gharama. Sasa unakumbuka kuna mechi msimu juzi ya El Clasico ilimalizika kwa Real kushinda mabao 3-2. Kuna bao alipata Barcelona. Dakika 5 kuangalia ni VAR umevuka au hujavuka.
na mwisho kwa bahati mbaya unajua ili ujue kama goli limeingia ni either engo huo unaangalia post, yani yule mwamuzi anavyoangalia post anatakiwa mpira wote uvuke, au uangalie engo ya juu. Sasa ndio maana goal line technology ukiangalia kwa mfano labda IPL pale huwa wana zoom mpira mara mwisho mpira ulipoingia, alafu unaona kama imeenda engo ya juu, ndio inakuonyesha kwamba mpira uliingia. Sasa ukiangalia kwa engo ya kawaida hivi huwezi kujudge kama mpira ulivuka. Ila kwa mimi ile ni chuma. Mimi nimeiona ule mpira hujaingia. Haujaingia? Kwa sababu ndio ungetua kuna nchi ingeishia kwenye mstari. Okay. Chuma bwana. Sawa, nikusema kile ambacho kipo hivi sasa Mwanaafrika Mashariki ambao wanafuatilia kipenge East Africa Radio. Lakini tukisalia katika taarifa hizo za usajili, klabu ya soka ya Azam leo imemtambulisha mshambuliaji kutokea pale katika klabu ya soka ya Mlandege FC, kwa maana mabingwa watetezi wa Mapinduzi Cup ambao tayari washaondoshwa katika michuano hii, na huyu si mwingine bali na mzungumzia hapa kwa maana ya Aimar Hafidh Abubakar, wenyewe wamezoea kumuita Haaland. Amepewa kandarasi ya miaka 2 ambayo tutasalia klabuni hapo hadi 2028. Nyota huyo hutokea pale klabu ya soka ya Mlandege. Na KMC walimsajili Haaland mwingine msimu jana kutokea kule Zanzibar. Sasa kuna Haaland wengi. Na wachezaji wa Zanzibar au majina ya utani mara nyingi nasikiaga Haaland mara Casemiro. Na maybe huwa vinaendana na kile ambacho nakifanya, kwa sababu ukisikia Casemiro basi ujue ni mtu wa kuchapa sana. Na okay. Ukisikia ni basi mtu ambaye anafunga sana magoli. Na kumekuwa na vipaji vingi sana ambavyo vinatoka Zanzibar. Sasa kwenye neno ushambuliaji ambao wengine wanafanya vizuri. Kwa mfano kama pale Coast wana Mabad haja exceptional sana, lakini kwa level ya Coast anafanya vizuri. Huyu Selemani Mwalimu hivi sasa alitoka ligi ya Zanzibar, alikuwa mfungaji bora msimu juzi, alifunga bao 27 kwa KVZ. Alipokuja Bala pia aliendelea kuwasha mpaka anaondoka na Wydad nusu msimu na magoli 6 alikuwa amefunga. Kwa hiyo kumekuwa na hivyo vipaji ambavyo vinafanya vizuri ligi ya Zanzibar, na wakija huku pia wanafanya vizuri. Na Azam ukiangalia na washambuliaji ni kweli wana hiyo shida. Hizi mechimbiza kombe la shirikisho zidi ya Maniema na zidi ya Wydad, inawezekana kabisa wasingefungwa. Maybe wangepata sare au ile Wydad wangeshinda kabisa, lakini matumizi ya nafasi ilikuwa ni shida sana. Kitambara anahitaji nafasi zaidi hata 4 ili afunge bao moja. Sasa kwa levels kubwa kama kombe la shirikisho, watu wa makundi, kuna muda huwezi kupata hizo nafasi. Kwa hiyo inahitaji mtu ambaye ni clinical sana, kwa sababu hata ile mechi ya Singida ambayo ilisha kwa sare bila kufungana Suruhu pale Azam Complex, ile ni mechi ambayo Azam walikosa magoli mengi sana, na miongoni mwa waliokosa alikuwa ni Jefte Kitambala. Kwa hiyo kwa ile hali ilivyo, ni kweli kwamba Azam wanahitaji mshambuliaji, japokuwa siamini kama Haaland wa Zanzibar anaenda kuchallenge namba na Kitambala. Maybe ni yule mpango ya muda mrefu, kwa sababu pia wana Marima hapo limrejesha, labda kuendelea kutengeza timu ya muda mrefu, kwa sababu Azam wamekuwa na hiyo tabia, wanaweza kumchukua mchezaji wakanayo akamkuza na baadaye wakafanya biashara kama ambavyo wafanya kwa wengine. Lakini kwa sasa tusubiri tuone kama anaweza katoa kitu bora zaidi, lakini siamini sana kama anaenda kuchallenge namba ni kosti ya kwanza. Sawa, ingawaje pia ukiachana na usajili huo hapo wa Haaland kwenda pale Azam FC, kadhalika kwa wananchi Young Africans inatajwa dili la Okelo limezuia na dili la Maruf Shakei pale Young Africans kutokana na nafasi za nyota wa kigeni kukamilika. Yanga alikuwa anamtiani sana jidilisha. Kwa sababu ya Kwasi imepona. Anahitaji naye kurudi kwenye mfumo endapo akimridhisha mwalimu. Okay. Aingie kwenye mfumo, apate leseni, aendelee kucheza. Kuna watu ambao walipanga kutoka kwa mkopo, akiwemo Musa Balakonte pamoja na Mohamed Dumbia. Taarifa za awali hawa watu waligoma kwenda kwa mkopo Singida. Na ndio maana Balakonte tumemwona Mapinduzi. Dumbia alikuwa bado hajajiunga na timu, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao waligoma. Kwa hiyo ongezeka sasa la Aaron Okelo, maana yake unakuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni kuzidi ile namba ambayo ipo, na hapo pia kuna wengine ambao bado haifahamiki kama utawapeleka wapi. Na ugumu umekuja Dumbia na Barakonte kwa wachezaji wa ndani, najua Yanga angeweza kudili nao. Lakini hawa kuna namna ambavyo ukitaka waletee Uswahili, maybe kesi za kazi nyingi sana FIFA, kwa sababu wao ambao walikitaka kwa majibu ya taarifa za kijasusi ni aidha wavunjie mkataba, wapewe chao na waweze kusepa, lakini sio kuweza kupeleka kwa mkopo Singida. Kwa hiyo amekutana na hiyo changamoto ya wachezaji kuweza kugoma,
na taarifa zilizopo kuna uwezekano mkubwa Maruf Chekei ambaye tangu amejiunga na Yanga hata mwezi hujapita, lakini pia akarejea tena Singida Black Stars na tulimwona kwenye game na timu ya Safiri kwenda Zanzibar akivaa jezi ya Yanga. Lakini inawezekana yeye jezi yake ilitosha tu kwa ajili ya kusafiri na Mapinduzi, lakini baada hapo akarejea tena alikotoka Singida Black Stars. Yaani ungekuwa ungejisikiaje? Ndio maisha mpira, kapambane tu. Kuna nafasi nyingine. Cha msingi bado kwa hai. Yaani ndio Chekei tayari. Unajua msimu huu ndiko mjini. Alafu unarudisha kwa Nyaturu. Alafu unarudi ulipotoka, kutoka kwenda kucheza ligi ya mabingwa, kwa maana matamanio ambayo umeyaweka mpaka kurudi kule ulikotoka. Sasa ya msingi kwa sababu ipo hai. Akapambane. Aonyeshe Chekei sijui ana bahati mbaya kwa sababu kuna msimu ilikuwa kidogo anaenda Simba. Okay. Yaani ule msimu juzi ule. Simba alipambana sana lakini nilifeli. Kwa hiyo inawezekana mpaka muda huu tayari angeshacheza Champions League. Maybe angekuwa na medali hata ya kombe la shirikisho kwa sababu ilikuwa msimu juzi na msimu uliopita walipambana sana lakini haikufanikiwa. Sasa hizi imefanikiwa ya Yanga, alikuwa anaelekea kucheza Champions League akiwa Tanzania. Maybe hata kuvaa medali ya ligi ya mabingwa au hata ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini tena ndio hivyo. Ukishaona hivyo rudi nyuma akacheze, hasa kapata ofa kubwa zaidi kwa sababu ni mchezaji mzuri. Hapa katikati tu majeraha ndio ambao alimfanya Chekei aonekane mchezaji wa kawaida, lakini ni mmoja wa viungo washambuliaji wazuri sana, ndio maana Yanga walishawishika kuweza kumsajili. Hivi Simba kwenye hao kusajili kiungo mshambuliaji. Chekei hawezi kuwasaidia. Sasa si ugumu kumtoa kule. Kwani Singida wao nafasi za kucheza zilikuwa zimejaa wakataka kumtoa kwa mkopo. Na kule si wanaenda kumchukua kwa mkopo. Zilikuwa zimejaa. Singida si wana wachezaji wengi. Eneo hilo ambao Chekei. Na ndio maana alipeleka Yanga. Ndio maana akapeleka kwa mkopo. Skule Hussein amesema kwa maana wamewatoa kina Damaro kwa sababu ya ushindani wa namba ambao walikuwa wanaupata na wapati game time ya kutosha. Kwa hiyo kwa Young Africans wahitaji wakaona ni bahati pia kutakiwa na timu kariba Young Africans, kwa hiyo wakaenda kumtoa. Wampeleke Simba. Sasa kama amejaribu kumtoa SMA kashindikana, why not be? Singida bado wanamhitaji Chekei. Bado wanamhitaji. Sababu sasa na ule kama bado walikuwa wanamhitaji, kwa nini waliamua kumtoa kwa mkopo? Sasa majibu yatoka nao wenyewe. Sababu kimwacha Clatous Chama. Mtu mwingine ambaye anaweza akacheza vizuri kama namba 10 Singida ni Maruf Chekei. Hawa kina Lamine Jaju, wakina Diomande, hawa ni wide sana. Ni sio nyuma mshambuliaji. Kwa hiyo kauli kwamba si nafasi ya kucheza, sijui walikuwa na maisha nini, lakini wanamhitaji. Pale kwa Damaro unaweza kaelewa labda uwepo wa Gego Aucho, lakini Aucho ndio teknolojia yake tunajua. Aucho hivi sasa kucheza mechi 10 mfululizo basi na kupata majeraha kidogo imekuwa ni shida. Ndio maana hapa katikati kuna muda alimkosa. Naye bado alikuwa anayo nafasi yake. Labda eneo ile pia umtumie Kiyeke kwa sababu naye pia shehe kutumika. Lakini ukweli ni kwamba Maruf Chekei akiwa fit Singida wanamhitaji kuliko Yanga. Sawa, ni Sijiko Senior na taarifa mbalimbali za usajili ambazo zinaendelea hivi sasa. Na yule nyota Mashujaa Omari. Omari kule anarudi sasa, sijajua kama atatoka kwa mkopo au itakuwaje. Kama atatolewa tena. Kwa sababu alivyorejea Mashujaa kusema kweli hajao Omari yule, na kibaya zaidi amekutana na upinzani kidogo. Na usajili alifanya Mashujaa katikati hapo kina Salum Kiimbwa, kina Bwenzi, kulikuwa na upinzani wa kugombania namba kwenye kikosi cha kwanza Mashujaa. Kwa hata ule muda ambao alikuwa anapata nafasi hakuwa kwenye kiwango kizuri sana kama vilikuwa wakati anaondoka. Na sioni kama anaweza kasalia Simba. Labda atamtafutia timu nyingine kumtoa kwa mkopo. Okay. Yani labda baki akae bench, lakini kama anahitaji kucheza sio nafasi yake kwenye kikosi cha Simba. Sio alimsajili lakini. Unaweza kusajiliwa lakini sio chaguo la kwanza. Lakini demand yako wewe kutaka kucheza, ndio maana unatafutia timu nyingine za kwenda kucheza. Kwa mfano kama mtu kama Saleka Labaka. Angesalia Simba inawezekana ingekuwa ni ngumu kuchallenge namba. Lakini kwa sababu anahitaji kucheza ndio maana kana Mungu msimu uliopita msimu huu JKT anafanya vizuri. Sawa. Na pia kwenye vijana wa kusajiliwa sometimes club zinasajili potential. Sababu ishatokea Young Africans wakamchukua Faisal Salum, baadaye wakamchukua Shahani Hamis. Ishatokea mara nyingi kwenye vilabu kama hivi kwamba unachukua vijana ambao baadaye as time goes ana grow up, afu baadaye anakuja kuwa mchezaji muhimu sana, na hata kitokea anakuja kumuuza baadaye unapiga pesa nyingi na pesa nzuri. Kwa hiyo unaweza kwa mchezaji anaweza kawa mzuri lakini sasa akaja muda ambao sio mzuri kwake. Kwamba kukuta tayari kwenye timu kuna kwa sababu klabu yenyewe haijali kuhusu mchezaji mmoja. Kwa hiyo unakuta kwenye timu tayari wameshasajiliwa viungo zaidi ya 6 au 7. Wewe namna yako ya kupandisha kiwango chako inasuasua.
klabu haijiulizi mara mbili, nasema basi kwa kuwa ni kijana wetu acha tumpeleke sehemu akakue, na penyewe kule pakikushinda klabu mwisho wa siku inakuacha. Kwa hiyo inabaki tu kwa mchezaji mwenyewe, kwa kuwa bado ni mdogo, basi ana muda mwingi wa kujitafakari, muda mwingi wa kufanya mazoezi na kuona namna gani ambavyo anaweza kurudisha fomu yake. Sawa, ni kusema kile ambacho kipo hivi sasa katika dirisha hili hapa dogo la usajili. Kwa upande wako una maoni gani na unatamani klabu yako imsajili mchezaji gani katika dirisha hili hapa? Unaweza kutuandikia pale live YouTube ya East Africa Radio na tukapitia kile ambacho kipo. Utakwenda pia kuungana na Young Africans ambao wamesema wanahitaji ubingwa